Ndugu wanahabari, muda mfupi uliopita tumetoka kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais Chapo na ujumbe wake kwa lengo la kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Eneo la kwanza ni biashara na uwekezaji. Kwenye mazungumzo yetu tumekubaliana kuwa licha ya ujirani na uhusiano wetu mzuri katika historia, lakini ushirikiano wetu wa kiuchumi bado haujenda sambamba na ushirikiano wetu wa kisiasa na kidiplomasia. Katika eneo la biashara na uwekezaji, tumekubaliana kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kati yetu, ikiwemo kuwawezesha wajasiriamali na wafanyakazi wadogo na wakati kufanya biashara kwa urahisi, yani tuwe na simplified trade regime. Tumekubaliana pia kuharakisha uanzishwaji wa vituo vya pamoja mpakani. Sababu sasa hivi watu wetu wanapita kwenye mipaka ya Msumbiji kupitia Ruvuma na huku upande mwingine, lakini kunakuwa na shida za watu kupita, kuchekiwa vitambulisho na mambo kama hayo. Lakini tukianzisha kituo kimoja cha biashara ambapo watu watapita vizuri pale Mtambaswala, tutarahisisha zaidi biashara zetu. Pamoja na hayo, tumekubaliana pia kuanzisha tume ya pamoja ya kiuchumi, na tume hii itakuwa na jukumu la kufuatilia kwa karibu zaidi yale tuliyokubaliana kushirikiana ili kukuza uchumi wetu kwa haraka. Kwa upande wa miundombinu na usafiri na usafirishaji, uhusiano wa kiuchumi unakuzwa na kuimarika kwa miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Hivyo tumezungumzia kuhusu umuhimu wa kuendeleza ujenzi wa barabara zetu zilizoko mipakani zinazounganisha nchi zetu mbili, na kufanya mapitio ya mkataba wa ushirikiano wa usafiri wa anga, na pia kuimarisha usafiri wa baharini kupitia ziwa Nyasa, lakini pia usafiri kupita mto Ruvuma. Nimetumia pia fursa ya kikao chetu kumweleza Mheshimiwa Rais kuhusu miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo nchi yetu inatekeleza, na baadaye Mheshimiwa Rais Chapo atapata fursa pia ya kutembelea miradi ya kimkakati, mradi wetu wa reli SGR ambao unaongeza fursa za kiuchumi nchini na kukuza utangamano wa kikanda kwa kutuunganisha na nchi za Burundi na DRC. Lakini pia tutatembelea mradi huo kwa sababu kama mjuavyo, Tanzania tuna azma ya kujenga reli ya kisasa SGR itakayounganisha bandari za Mtwara na Mbamba Bay na kule kwenye machimbo ya makaa ya mawe na chuma, Mchuchuma na Liganga, na kufungua ushoroba wa biashara kusini na kutuunganisha na nchi jirani za Malawi na Mozambiki au Msumbiji. Vile vile nchi zetu mbili zimebarikiwa kwa utajiri mkubwa wa gesi. Hivyo tumezungumzia umuhimu wa kubadilishana uzoefu na kufanya tafiti za pamoja. Mbali na gesi, nchi zetu mbili zina eneo kubwa la bahari ya Hindi na fursa za utajiri unaotokana na uchumi wa buluu, zikiwemo uvuvi, utalii, madini na usafirishaji. Hivyo tumekubaliana pia kuimarisha ushirikiano katika matumizi ya rasilimali za baharini, kubadilishana uzoefu na kufanya kazi kwa karibu kwenye masuala ya uvuvi wa bahari kuu, utalii na usafirishaji. Na ndio maana kesho Mheshimiwa Rais Chapo atatembelea mamlaka ya usimamizi na uvuvi wa bahari kuu pamoja na soko la samaki pale Malindi kule Zanzibar, kujionea jitihada tunazofanya nchini katika eneo hilo. Kwa kutambua kuwa asilimia kubwa ya uchumi wa nchi zetu unategemea kilimo, tumekubaliana kuimarisha ushirikiano kwenye sekta hii ya kilimo, ikiwemo kubadilishana uzoefu na kufanya tafiti za pamoja, hususan kwenye zao la korosho. Kwa upande wetu Tanzania, tuna taasisi kongwe inayofahamika kwa utafiti wa zao la korosho iliyopo Naliendele, Mtwara. Kwa hiyo tumewakaribisha waje waone tunavyoweza kufanya tafiti hizi kwa pamoja. Maeneo mengine ya ushirikiano ambayo tumekubaliana kuendeleza uhusiano ni kwenye maeneo
ikiwemo mawasiliano, madini, elimu na afya. Kwenye masuala ya kimataifa, tumezungumzia kuendelea kushirikiana katika majukwaa ya kikanda kupitia SADC, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa ambako sote ni wanachama. Tumejadiliana kuhusu masuala ya amani, usalama na utengamano wa bara letu la Afrika, ambapo pamoja na masuala mengine tumekubaliana kufanya kazi kwa karibu katika makubaliano au kukabiliana na uhalifu wa kimataifa ikiwemo ugaidi na ujangili. Halikadhalika, nimetumia pia fursa ya mazungumzo yetu kumshukuru kwa ahadi yake ya kumuunga mkono mgombea wetu wa Tanzania kwenye kinyang'anyiro cha mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani Kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi.